Ketakchike kaunti nebo Narok ko kanama maat korik tisab chekimenyei eng sentaitab Kimokoro nemitei waditab Asoko kaunti notok nebo Narok. Mwae logoiwek kole kaimuch neran agenge kobel kot nekomenyei kosubkei ak terchinet nekotinyegei ak chamanenyi ole kosubkei ak baorinik chekomenye korichotok. Kokamwa kole koran kotyem chamanetab murenonoton kometo inendet kobate kotyem werotok kobel kwonyotok. Tesetai kochengei afisaekab ripsetab kalyet murenonotok ole kosom biik chebo korichotok serikali kotoret ichek kosubkei ak nekoibet malikwak. Tulipata kupata manyumba za ndugu yangu Jeremia zimechomeka, so huko tukakimbia huko, tukaenda tukaokoa watu wenye walikuwa naishi huko. Vile nilifika huko saa 9 usiku, nikapata mama hapo mwenye anaishi hapo, akaniambia kulikuwa mwenye amechoma hizo manyumba ni ule mtu nilikwambia unifukusie kwa nyumba. Sasa ile kitu mimi nikaambia huyu mama, huyu mtu uwe ndio unamjua huyu mtu pale umemtoa na pale kwao kabisa unamjua. Ile kitu mimi naomba serikali ama watu wanahusika na hizi manyumba wenye watu wanalala. Ile kitu mimi naomba hivi, yule mtu anapokuja kwako kukaa kwako, ulisa ID na unafaa kabisa ujue kwao ni wapi. Ile hasara imetoka hapa ni hasara kubwa. Hata nimesikia mwenye hizo manyumba anasema inakarimu hasara 1500. Sasa tunalilia kabisa serikali ama maaskari wa Kimogoro. Kuna watu Kimogoro sasa wanakaa hapa kwetu, hatujui kwao ni wapi. Hata wengine hawana ID na wanakaa Kimogoro. Wanasema ni mwenyeji wa Kimogoro. Sasa tunaomba chief ya Kimogoro, ukiwa unasikia bali huko ama hata maaskari wa Kimogoro, unaposikia hii sauti mimi naongea, watu mfuate, muende kwa kila nyumba, mchue watu wanaketi, mwenye anakaa nyumba ni nani na wanakaa na nani, kwao ni wapi, ako na ID. Tulipatwa na shida ya moto ambaye litokea nyuma ya manyumba. Nyumba zote zenye zilikuwa hapo nyuma, nyumba zangu zote zenye zilikuwa hapo zikaungua zote, zikaisha kabisa. Na vile tulikuja tukaona, tukajaribu kupeleleza, tukasikia kwamba ni maneno ya watu ambao walikuwa kisha pamoja, kumbe walikuwa wako na shida ya mafurukano. Tukakuja tukagundua ya kwamba hawa watu walisababisha hizo manyumba kuungua, kuchomeka kabisa, mpaka kila kitu, hata hatukuweza kuokoa kwa hizo manyumba. Hapo sasa tunashukuru tu juu hawa watu wenye walikuwa kiishi kwa hizo manyumba waliweza kutoka na kukimbilia maisha yao. Juu bado ninahuzunika kwa manyumba zangu ambaye ziliungua hapa, ambaye ina gharama ya kitu kama 1500. Ilikuwa manyumba za bao, lakini sasa kabisa na hiyo manyumba zilikuwa zinanisaidia kwa kusaidia naye watoto wangu ambao wako shuleni.